Nimekuwa nikijiuliza siku zote kwamba kwa nini wafalme wanazingatia ndoto wanazoota, ili hali watu wa kawaida wanapuuza tu, wanakwambia kwamba bwana, ndoto kitu gani? Yaacha muhimu, unafanya kazi kwa bidii, weka mipango yako, mambo ya ndoto achana nayo. Ambayo kwa sehemu ina ukweli, mipango na nini, okay. Lakini upande wa pili nimekuta wafalme, watu wakubwa, ni watu ambao wanazingatia ndoto kwa gharama kubwa sana. Unaposikia habari za Nebukadreza aliyetawala Babeli, miaka ile ikiwa ndio dola kubwa duniani na tawala ulimwengu wote, alikuwa anazingatia ndoto kiasi kwamba alikuwa tayari kutoa uhai wa watu ili apate maana ya ndoto. Yani kama hatapata maana ya ndoto ataua watu, na alipopata maana ya ndoto alikuwa tayari hata kutoa zawadi kubwa kabisa kwa yule mtu ambaye anaweza kumwambia ndoto aliyoota na maana yake. Yes, unakuta mtu kama Farao, yes, anaota ndoto na anatafuta maana yake hata kwa gharama kubwa. Ndio kisa cha Yusuf kupatikana, na yule anayejua ile tafsiri ya ndoto anamthamini kiasi cha kumpa waziri mkuu katika taifa ambalo sio lake. Yote ile ni kutokana kwamba anaithamini ndoto. So wakati watu wakubwa namna hiyo wanaithamini ndoto, nimekuta watu wa kawaida wanapuuzia. Nikawa nawaza, tukiacha watu wa kawaida, hawa watu wakubwa kwa nini wanathamini ndoto? Nimekuja kufahamu kwamba watu wakubwa wote ambao wamefikia ile hatua ya juu, kitu ambacho wamekigundua ni kwamba ulimwengu huu wa mwili huu tulionao hauendi hivi hivi, unatawaliwa au unaendeshwa. Kuna ulimwengu wa roho ambao uko nyuma ya matukio ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa mwili. Watawala wote na watu wakubwa wamelijua hilo. Kwa hiyo wako sensitive, wako makini kupata taarifa za huko juu ambako kuna tabiri au kunaongelea nini kinafuata na nini kimeamliwa huko katika ulimwengu huu. Lakini watu wa kawaida hawajui. Wao wanahisi kwamba maisha yanaanzia hapa na yanaishia hapa hapa. Lakini leo nataka upate ufahamu kwamba kumbe ndoto sasa ni moja kati ya malango ambayo Mungu wa mbinguni anaweza akakufunulia, kukuonesha yanayoendelea katika ulimwengu ule mwingine. Huenda yanaongelea siri zinazokutesa katika ulimwengu huu, lakini ziko katika ulimwengu ule, au yale yanayokuja katika ulimwengu huu ila yapo katika ulimwengu ule, ili mradi tu ikupe taarifa ujue jinsi ya kujinasua katika namna yote ya mateso. Kisoma historia ya Abraham Lincoln, kabla hajafa aliota ndoto kwamba kuna maiti iko mbele yake, afu ni yeye yupo kwenye maiti, ndio ile maiti. Lakini kwa sababu hakuishughulikia akafa. Mtu mkubwa kama yule akafanya small mistake, akafa. Na unasema kwamba asingekuwepo mpaka leo. Yes, asingekuwepo, lakini huenda angeweza kusave hata awamu ya pili akaisha awamu ya kwanza, kwa sababu ya kuzingatia ndoto. Zingatia ndoto yako Mungu anapoongea na wewe. Barikiwa sana, amen.